Ndugu Mswahili, hapa ni mkoa wa Singida na niko kando kando ya ziwa ambalo ni maarufu sana, na hili ziwa limekuwepo kwa miaka na mikaka. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Ziwa hili linaitwa Singidani, na ziwa Singidani linasifika pia kwa ajili ya kuvuna chumvi, na tangu nikiwa bwana mdogo sana tulikuwa tunakuja huku kuvua chumvi na ama kuvuna chumvi. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Na nitakumbuka kipindi kile wakati tunavuna chumvi tulikuwa tuna wimbo tunauita makura 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 makura. Na ilikuwa inasadikika kwamba ukisipoimba makura makura wakati unavuna ile chumvi kwamba ungeweza kuzama na kuvama. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Na kueleza vile. Sasa ni miaka mingi kidogo imepita na sijapata kuvuna tena ile chumvi, lakini bado nakumbuka falsafa yake ya makura makura. Na kwa wale ambao hawafahamu, mkoa wa Singida ulianza mwaka 1963. Ni miaka miwili tu mara baada ya Tanganyika kupata uhuru kutoka kwa Muingereza. Sasa jimbo la Muingereza ilikuwa ni Central Province, na Central Province ilipovunjwa mara mbili ndio kukatokea mkoa wa Singida na mkoa wa Dodoma. Kwa hivyo Singida kwa kweli ilizaliwa siku ya Jumanne tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 1963. Na asili ya jina lenyewe Singida linatokana na lugha ya Kitaturu. Wataturu walifika hapa kuishi tangu mwaka 1550. Wataturu walikuwa wanaishi katika mbuga hii. Na walipofika katika mbuga hii Wataturu wakasema kwa lugha yao kwamba Sengeida Moeda. Sengeida Moeda ilikuwa inamaanisha mbuga yenye punda milia wengi, ndo Sengeida Moeda. Sasa baadaye walipokuja Wanyaturu wakitokea Ethiopia, wao wakijiita Waremi, unaona, wakashindwa kutamka ile neno Sengeida Moeda, wakasema Singida. Kwa hivyo ndio neno lilipozuka Singida, na mto ziwa hili pia likaitwa Singida ama almaarufu sasa ni Singidani. Na utaona kwamba linazidi kukua, linakuja huku. Zamani hapa tulikuwa tunaweza kuingia pasina matata yoyote, lakini sasa hivi huwezi kuingia, maji yanazidi kusogelea nchi kavu. Na utaona hata yanaikaribia sana hii hoteli ya Regents. Na unasema Joram, nazungumza kitu gani? Kwa hivyo ndio historia fupi ya Singida hapa. Lakini pia Singida inajulikana miongoni mwa mikoa ambayo Mjerumani alipata ushindani mkubwa sana, na Wajerumani walikabiliwa vilivyo na ushindani wa mwanamama mmoja alikopo anaitwa Liti Kidanka. Liti Kidanka ni kama vile unavyosikia Mkwawa, Lehi, Wanyaturu wenyewe wanasema Lehi. Na mama yangu jina lake lingine ukiachana na lile la ubatizo alikuwa anaitwa Lehi. Kwa hiyo lile jina alitoa kwa shujaa yule mwanamke wa hapa, alikuwa anaitwa Lehi Kidanka, ambaye alikabiliana na Mjerumani uso kwa macho, na baadaye Wajerumani wale walimnyonga na fuvu lake wakaenda nalo Ujerumani. Kwa hiyo tunafanya jitihada ya kulirejesha lile fuvu la mwanamke shupavu anaitwa Lehi Kidanka. Na Lehi alikuwa na sanaa kubwa ya kutumia nyuki kama drones. Anatengeneza nyuki kama drones za kuwafukuza Wajerumani. Unasema Joram, nazungumza kitu gani? Na kueleza vile. Sasa mimi nakuwa Wanyaturu walikuwa wana nyimbo zao kumtukuza Lehi Kidanka.
Kwa hiyo nilikuwa nasikia wazee wangu wabibi kwa kuna sherehe wanaimba leri waorariwe na mujungu ngongwa fembeya leri waorariwe na mujungu ngongwa fembeya. Yani maana ya kwamba leri waorariwe, maana kwamba Liti aliuawa na wazungu. Yeye alikuwa ni kama ng'ongo akawachoma. Ng'ongo ni jabali kwa lugha ya Kinyaturu, ng'ongo ni jabali. Kwa hiyo wanamsifu yule Liti, wanasema Liti aliuawa na wazungu, yeye alikuwa ni kama ng'ongo na akawachoma. Aja yafuma mwerisa songa yodanadana. Wanyaturu wale wanaimba nyimbo yao. Kwa hiyo ndio kusema kwamba Wajerumani walijenga boma la Kilimatinde. Kilimatinde liko Manyoni, na lile boma lilikuwa maarufu kwa ajili ya kunyongea wakaidi. Kwa hiyo Wanyaturu walinyongwa, Wanyiramba walinyongwa, Wagogo walinyongwa, makabila ambayo yalikuwa yanapatikana hapa kwa kukabiliana na Mjerumani walikwenda kunyongewa kule katika boma la Kilimatinde, ambalo pia kuna boma hapa Singida, lakini pia kuna boma nadhani kule Mkalama kama Iramba kama sijakosea. Kwa kuna maboma matatu. Nasema Joram nazungumza kitu gani? Lakini pia Singida kuna kisima ambacho wapagazi na watumwa walikuwa wanakunywa maji wakati wanatolewa Bagamoyo wanapelekwa Ujiji Kigoma. Kwa hiyo sehemu ambao walikuwa wanapumzikia kidogo ilikuwa ni hapa Singida, maeneo ya kule Kilimatinde. Sasa kuna kijisima pale cha wapagazi, paka leo kile kisima kipo cha wapagazi na wale watumwa. Kwa hivyo ile njia ya katikati ambayo ilikuwa ni njia ya watumwa, lakini pia ilikuwa ni njia kwa ajili ya kubebea zile wanaita pembe za ndovu. Kwa hiyo ni Ivory and Slavery Central Route inapita hapa Singida. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Kwa hiyo tulikabiliana vikali sana na Mjerumani. Kwa najaribu kuonesha hili ndio ziwa maarufu sana la Singidani, ndio kubwa kuliko maziwa yote hapa Singida. Alafu ziwa jingine linaitwa Kindai. Kwa hiyo hapa mimi katika udogo wangu nimepiga mbizi hapa na nimevua pia chumvi. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Kwa hivyo hapa ni nyumbani, na unaweza kaita Nazareti ama Galilaya ya Tanzania. Unasema Joram nazungumza kitu gani? Mimi ninakueleza vile. Wabadu wakadabahu fakir, langu jina ni Joram Kumbi, na huku nikiweseka kiwendo wazimu ulumbi kila pahala. Naam.